Mara baada ya kutoka tamko rasmi la bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPBL kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulikuwa uchezwe tarehe 15 siku ya Jumapili majira saa 11 jioni pale Benjamin Mkapa. Mchezo huo umesogezwa mbele na bodi ya ligi na kuwa sasa rasmi tarehe 25 ya mwezi huu wa 6 majira saa 11 jioni pale Benjamin William Mkapa, na mchezo huo utakuwa ndo mchezo wa kutamatisha ligi kuu Tanzania bara msimu wa mwaka 2024-2025 kama ambavyo unajereza. Mchezo namba 184 umepatiwa mtibabu na vilabu vyote viwili Simba na Yanga wameridhia kucheza mchezo huo. Klabu ya Simba tayari, klabu ya Yanga tayari imeshatoa tamko rasmi na ratiba ya mchezo huo kwenye peji zake mbalimbali za mtandao wa kijamii kuamaanisha kwamba tayari wameridhia taarifa hiyo na ratiba hiyo ambayo imepangwa na bodi ya ligi. Klabu ya Simba kwa taarifa ambazo nazo pia imeshalizia mchezo huo na iko tayari kupeleka mechi au kupeleka timu uwanjani kwa ajili ya mchezo huo. Nini kimefanyika jua hili? Ni si mwingine ni mtoa suluhu namba 1 wa nchi hii. Si mwingine ni Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama kizimkazi wa Tanzania. Wanasema mitano tena, ile Oktoba wao ni kuchukua, wanaweka na kupiga tiki tu. Maana suluhu ambayo ameifanya leo ni suluhu ya kutukuka, suluhu ambayo itabaki mioyoni au vichwani mwa Watanzania mara baada ya mvutano wa hapa na pale wa klabu ya Young Africa na bodi ya ligi pamoja na TFF wakija na matamko manne wakitamani au wakitaka bodi ya ligi ivunjwe au pia kamati ya masaa 72 iweze kuvunjwa inaongozwa na Steven Ngutu. Lakini pia CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo alihitajika pia kujiuzuru nafasi yake na klabu hiyo Young Africa. Lakini pia katibu mkuu mtendaji Wilfred Kidau, katibu wa TFF Young Africa, walimtaka ajiuzuru. Lakini pia bodi ya ligi walitaka iwe ni chombo ambacho ni huru, ambacho hakiingiliwi maamuzi na chombo kingine. Hayo ni matakwa manne ambayo yalikujwa na Young Africa hivi karibuni kudemand au kuhitaji kwenye mamlaka ili waweze kucheza mchezo namba 184, lakini pia mechi ya tarehe 18 ya dhidi ya Tanzania Prison, lakini pia mechi ya 22 dhidi ya Dodoma Jiji. Kama matakwa haya singefanywa kazi, Young Africa walisema wao hawachezi ng'o. Imekuwaje wamecheza? Ni Mama Samia Suluhu Hassan amewaita mezani viongozi wa timu zote mbili pamoja na mmiliki au mwekezaji wa klabu ya Yanga Mwanaki Galib Said Mohamed GSM Ikuru kuzungumza nao kisha kuwaambia yeye anachokihitaji ni kupata suluhu kama lilivyo suluhu jina lake. Na hatimaye tamko limetoka rasmi kukubalika kwa maombi hayo ya Mheshimiwa Rais, na viongozi wote wametii na vilabu vyote vimeinama chini kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwisho wa siku dabi imepangwa tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu ambako utakuwa ni mchezo wa mwisho kutamatika kwa ligi kuu Tanzania bara, Simba dhidi ya Yanga. Sasa maandiko, statement, press release kuanzia leo tumezifunga rasmi, zimefutika, hakuna kinachobakia. Sasa ni promo, maandalizi kuelekea mchezo huo mkubwa wa namba 184. Kuna viongozi walisema, kuna kiongozi mmoja ambaye ni makamu rais wa Young Africa Alfred Haji alisema yeye ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa 3 majira ya saa 8:47 mchana, alisema atakuwa ni mtu wa mwisho kuamini kwamba mchezo namba 184 wa dabi ya Kariakoo utapangiwa ratiba nyingine na Yanga itacheza mchezo huo zaidi ya huu ambao uliahirishwa wa Machi 3 mwaka huu. Imekuwaje tena? Sisi tunamuuliza imekuwaje tena? Matakwa yako vipi? Yametimizwa? Matakwa yenu manne yametimizwa? Jibu ni hapana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amemaliza hilo na huwezi kumbishia Mheshimiwa Rais. Kwa sasa hivi ni mguu sawa, sio mguu pande tena kuelekea tarehe 25, na nchi, dunia na Afrika kwa jumla na ulimwengu wa soka na wadau kwa jumla wanachokitazamia sasa ni kuona nani ataibuka na ushindi katika mchezo huo. Na inawezekana mchezo huo ndo utakayeamua bingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu wa mwaka 2024-2025. Kumbuka utakuwa ni mchezo wa mwisho, maana yake kombe la mshindi wa ligi kuu Tanzania bara lenye thamani ya milioni 650 litakuwa Benjamin Mkapa wakati vilabu hivi vikimenyana. Kwa hiyo timu zote mbili zitakuwa zinacheza huku akiliona
kombe uwanjani kama vile Simba ambao alibahatika kulishuhudia kombe la CAF Confederation Cup pale visiwani Zanzibar dhidi ya RS Berkane. Vivyo hivyo itakuwa dhidi ya mchezo huu wa namba 184 walijikuta Tanzania bara, mchezo wa dabi ambao ulikuwa una utata wa ajabu. Yani ni saa ngome ya Kimasai aletwa Muha, aletwa Makonde, aletwa Masai. Wewe ubishi wake usipime. Unaona vizuri. Kwa hiyo kimsingi ukitizama jambo ni kama limekwisha na limekwisha kwa 100% na matakwa yote yamepokelewa positively na vilabu vyote. Mashabiki sasa wameshaanza kujiandaa, mashabiki wa klabu ya Simba kote waliko sehemu zote za nchi nao pia wanaanza kujiandaa kuja mchezo huu, lakini pia mashabiki wa Yanga kama ambavyo pia wanapost kwenye mtandao wa kijamii, maana yake wameashiria kupokea jambo hili kwa bashasha na kuridhia kila ambacho kimeamuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara baada ya kuwaita viongozi wao. Kinachofuata hapa ni kuangalia ubora wa vikosi vyote viwili, Simba na Yanga. Simba ambayo kwa sasa imeonekana timu bora sana, timu tishio, timu ambayo imefika kwenye finali za CAF Confederation Cup mwaka huu dhidi ya RS Berkane na kuweza kufungwa kwa magoli mawili, mchezo wa kwanza na mchezo wa pili kaisha kwa goli moja kwa moja, na hatimaye Simba kukosa ubingwa kwa aggregate ya magoli. Yes, Simba Sports Club iko nafasi ya pili nyuma ya Yanga African wakizidiana alama moja tu ambayo inawatofautisha. Maana yake kama Simba atashinda michezo yote mitatu ambayo imebakia, maana yake automatically ni bingwa wa msimu huu. Lakini pia vivyo hivyo Young African kama itashinda michezo yote mitatu iliyobakiwa, maana yake yeye ni bingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Nini kinafanyika? Ni jukumu la makocha wa vilabu vyote viwili. Maana yake tunamzungumzia Fadlu Davis pamoja na benchi lake la ufundi kuingia kwenye training ground kwa ajili ya kuendelea na maandalizi ya mchezo huo kuanzia leo. Leo ni tarehe 13 kuelekea tarehe 25, maana yake ni siku 12 zimebakia, maana yake ni wiki moja na siku 5 kufika katika mchezo huo. Na kule unapozungumzia Hamdi Mirudi wa kocha wa Young Africa, naye pia alishaanza maandalizi ya mchezo huu kama ambavyo tunaarifiwa. Ubora wa vikosi vyote viwili, huku golini una Musa Pimpili Kamara, kule na Diara kwenye mingoti mitatu, Shomari Kapombe namba 2, Mohamed Hussein namba 3, huku na Shadrack Boka, lakini pia una Kibwana Shomari, lakini pia una Dickson Jobu pamoja na Ibrahim Baka kwenye eneo la center back. Huko upande wa Simba una Abdrazak Hamza au Shema Unefondo au Shamu Karabo kwenye eneo la kiungo, Fabrice Wabangome pamoja na Yusuf Kagoma. Kwa eneo la kiungo Young African anaweza akacheza Mudasi wa haya pamoja na Halid Aucho kwenye eneo hilo, lakini winga kushoto ya Simba anaweza kawa ni Kip Dennis au Elie Mpanzu Kibisawala, lakini winga kulia anaweza kawa ni Kip Dennis au Elie Mpanzu Kibisawala, lakini pia winga kushoto na kulia kwa Young Africa una Maxi pamoja na Pakome. Then washambuliaji kuna eneo la mbele kiungo namba 10 pamoja na namba 9, huku na Principal Meo Dube, lakini pia unaweza kumchezesha mtu kama Clement Walid Mzize kuna eneo hilo la ushambuliaji, lakini huku una Steven Desebukwara na Jean Charles Ahoua. Nadhani hivyo ndio vikosi ambavyo vinaweza vikaanza katika mechi hiyo ya 184 hapo Benjamin Mkapa tarehe 25. Mimi na wewe yangu macho tuendelee kuvuta uladi na kusubiri, tuombe dua na uhai kutoka kwa Manani aweze kutufikisha, kutupa kibali kuweza kuiona hiyo siku adhimu ya tarehe 25 mwezi huu wa 6, maana itakuwa ni finali kubwa kwa kweli. Inawezekana ikawa ni finali ya CAF, ni kama ni finali fulani ni CAF Champions League. Ina hadhi hiyo. Mimi naweza kuipa ni kama ni finali ya CAF Champions League kwa sababu ya ubora wa klabu ya Simba alionao na Yanga ambao wamejiandaa kwa hivi sasa, na kila moja hataki kudondosha alama ili aweze kuwa bingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Fikiria ni miaka mingi sana mtani unachukua ubingwa mikononi mwake. Huo mtanange koje. Tukutane baadaye. Majina yangu ni Dr. Mohamed Hamisi. Ulikuwa nami hapa kwenye Mo TV. Endelea kusubscribe channel yetu hapa YouTube kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali za kila siku na uwe wa kwanza kupata mahojiano mbalimbali ambayo yanapatikana kupitia channel hii. Mimi ni mzee wa Zachuba, Dr. Mohamed Hamisi, na hii ni Mo TV.